Msikilizaji, karibu sana katika hii sehemu ya mwisho, sehemu ya simulizi ambayo inamhusu kijana Rodney pamoja na binti Valencia. My Valencia. Sehemu ya kwanza tulipoisheni pale ambapo kijana Rodney ameambiwa mambo mengi sana yanayomhusu huyu binti Valencia, binti ambaye kwa sasa amemsogeza kwa ukaribu zaidi kama mpenzi wake. Kijana Rodney anaendelea kutuambia kwamba asubuhi hii tuliagana Valencia ambaye kwa sasa ni mpenzi wangu, msichana ambaye ameuteka moyo wangu kwa muda mfupi sana. Ahadi nyingi ambazo nilimpa ziliendelea kutokota katika moyo wangu kwa mambo mengi na mazuri ambayo nilikuwa nimemwambia. Nakumbuka nilimwambia kwamba Valencia, nakuomba sana Valencia uweze kujitunza kwa ajili yangu, lakini kubwa zaidi ni kurudi nyumbani ili uweze kuzungumza na wazazi wako, wakupe muda wa kutosha. Najua kwa sasa ni ngumu sana au ni vigumu sana kukuchukua wewe kukupeleka nyumbani tu hafla binivu. Vumilia tu. Kila kitu ni muda. Haya mambo ni kwa muda mfupi tu na nitakuchukua. Nilimwambia Valencia huku nikiwa na uchungu sana. Nilitamani ningekuwa na wajua ndugu zangu, pengine ningekuwa na mmoja au dada yangu mmoja ambaye tunaelewana sana, labda ningempeleka huko Valencia, lakini siwajui hata mmoja. Na hii ni kwa sababu mama yangu aliendelea kudiriki, kuficha nisiweze kutambua lolote kuhusiana na familia yangu. Yaani mimi nilikuwa namfahamu Mr. Victor tu, hakuna zaidi ya hapo. Wakati huu Valencia alikuwa akilia sana, akidhani kwamba pengine nitamwacha hapo ndani yeye mwenyewe. Alikuwa anasema kwamba siwezi kurudi nyumbani Rodney. Hapa unaponiona mimi nimetoka kwa rafiki yangu, ninaishi kwake tangu nilipotoroka nyumbani. Tatizo ni kwamba mara kwa mara huwa anapata wageni wengi, kitendo ambacho mimi nimeshindwa kabisa kuvumilia na kuendelea kukaa pale kwake. Ndio maana nimekimbilia huku Rodney. Tafadhali usiniache hapa mimi mwenyewe Rodney. Usiniache peke yangu Rodney. Kiukweli niliweza kumhurumia sana huyo binti. Nikamwambia atulie kwanza, ili niweze kujua kwamba ni kitu gani ambacho naweza nikafanya cha maana. Maana ulikuwa ni mtihani mkubwa sana, tena mtihani ambao ni mkubwa. Na mpelekaje nyumbani huyu binti? Basi nilitoka ndani ya mule chumba. Niliwaza vitu vingi sana vya kufanya. Kwa kuwa nilikuwa nina pesa ambazo nilikuwa nahifadhi, niliamua kwamba huyu binti achaishi pale lodge kwa muda fulani ambako nitakuwa nalipia zile harama. Wakati huo nikiendelea kufanya michakato kutafuta chumba ili niendelee kuishi ama nitoke kule nyumbani kama mpango wangu ambao ulikuwa hapo. Niliweza kurudi ndani na kumweleza kile ambacho nilikuwa nimewaza Valencia. Valencia aliweza kufurahi sana, japo kidogo nilimuona akiwa ametulia na kujawa na tabasamu. Basi nilizama mfukoni mwangu na kutoa kiasi kidogo cha pesa ambacho nilikuwa nimempatia Valencia. Nikamwambia kwamba utatumia hiki kiasi kama utaendelea kuhitaji chochote. Asante Rodney. Sijui ni kushukuru vipi. Sijui ni kushukuru kwa namna gani kipenzi. Basi nilimwaga na kuondoka zangu. Muda huo akili yangu ilikuwa ikiwaza mambo mengi sana kuhusu huyu mtoto mzuri ambaye yupo kwenye sintofahamu. Kumbuka hapo ni majira ya asubuhi. Ilibidi niweze kurudi nyumbani kwanza, na nilitamani nimjulishe mama yangu kwamba kuhusu kila kitu juu ya huyu binti ambaye nilikuwa nimekutana naye. Lakini mama yangu hakuwepo nyumbani kwa sababu ndio mtu ambaye mara nyingi nilikuwa nikishia naye mambo ya faragha ambayo nilikuwa nakutana nayo. Nikawa nasema kwamba natamani mama yangu afahamu hili jambo. Pengine anaweza kuniambia kitu gani cha kufanya kwa sababu yeye alikuwa ni mtu mzima. Binti huyu mimi kwa upande wangu nampenda sana, sitamani kumpoteza hata kidogo. Basi siku hii nilishinda nikizunguka huku na kule kutafuta sehemu ambayo ni ya kuishi, sehemu nzuri ya kuishi. Nikawa nazungumza mimi mwenyewe moyoni mwangu kwamba lazima nipate chumba bana. Lazima nimchukue Valencia, binti mzuri kama huyu.
Kiukweli nilizunguka kutwa nzima, lakini sikupata sehemu ambayo niliweza kuridhisha. Niliweza kurudi nyumbani na kuanza kujiandaa ili niweze kurudi kazini. Na wiki hii sikupata kabisa muda wa kulala nyumbani kutokana na ratiba ya kazi. Jioni hii nilisubiri sana. Nilimsubiri mama yangu ili niweze kuzungumza naye, lakini alichelewa sana kurudi. Kwa hiyo niliamua kumpigia simu tu, lakini simu iliita sana pasi kupokelewa. Nikaanza kujiuliza kwamba labda mama leo uko busy sana hadi wakati huu, na simu zangu hashiki, sijui shida nini. Nimempigia simu mara nyingi sana, lakini hapokei simu zangu. Niliamua kwenda kazini nilipoona muda unazidi kusogea mbele. Nikiwa njiani kuelekea kazini nilikutana na rafiki yangu wa muda mrefu sana, Sebastian. Rodney kaka, vipi wewe? Uko poa? Aliniuliza Sebastian baada ya kuwa tulipotezana muda mrefu sana. Nikamwambia ndio mimi kaka. Baada ya siku nyingi sana. Ni njema sana mkuu. Basi tulisalimiana pale na kukumbushana mambo mengi sana zamani, ile moment ambayo tulikuwa pamoja. Tulizungumza mambo mengi sana, lakini mwisho nilishindwa kujizuia, nikawa na muwazi kwa Sebastian kwa kile ambacho kilichoendelea kwa sasa katika maisha yangu. Nilimwambia kila kitu kuhusu Valencia. Seba aliweza kunihurumia sana, lakini Seba aliniuliza swali ambalo liliweza kunifikirisha sana. Kaniambia kwamba Rodney, huyu binti umemfahamu kwa muda gani? Nikasema kwamba rafiki yangu, unajua ni siku 2 tu nimekutana msichana ba. Siku 2? Yaani umekutana msichana ba tu, anatia huruma tu, alafu unataka kujipa majukumu? Unadhani kwamba Rodney ndiye sahihi unachokifanya? Mtu humjui, hujui hata historia yake, anaishi wapi, familia yake ni kina nani. Unaanzisha tu mahusiano naye hafla tu binvu? Kweli? Na kwa jinsi unavyoniambia kwamba ni mzuri, vipi kama akiwa sio binadamu wa kawaida? Ukaja kujua matendo yake mengine mabaya ambayo ni ya baadaye sana. Vipi kama sio binadamu wa kawaida? Hivi unafahamu kwamba nusu binadamu siku hizi duniani majini? Rodney umejiokotea tu kikiwepesi, yani dodo chini ya mpera. Na unajibebea tu na kutangaza kwamba unaenda kuishi naye sijui nini na nini. Ni sawa, umeniambia jambo zuri niweze kukupa ushauri, lakini mimi tayari naona kabisa kwamba nina mashaka juu ya hili. Aliongea Sebastian ambaye alikuwa ni rafiki yangu. Ukweli naweza kusema kwamba niliweza kuharakia sana hili jambo. Lakini tatizo sio mimi. Tatizo ni moyo wangu umemdondokea huyu binti pale ambapo nilipokuwa namuona, pale ambapo nilipokuwa nazungumza machoni pake. Niliona uhalisia wa uzuri wake. Nikamwambia Sebastian na rafiki yangu kwamba Seba bana, yote unayosema ni kweli, lakini mimi nampenda sana huyu binti. Sijali kama ni nani, lakini mimi nampenda hivyo hivyo bana. Hata kama ni jini mimi bora ni uwe tu, aninyonye hata na hiyo damu ya moyo wangu. Mimi nampenda hivyo hivyo tu. Sawa, kama umeamua kuwa unampenda, mimi ni nani nipinge? Alizungumza Sebastian ambaye ndio alikuwa rafiki yangu kwa muda mrefu sana kama nilivyokuambia. Lakini Seba aliendelea kuniambia kwamba wewe ni kama ndugu yangu. Mazingira yako yote naelewa vizuri, kwa hiyo usijali kuhusu hili. Nitakusitiri kaka. Acha shemeji aje kuishi kwangu kwa muda fulani, tutaishi pamoja kama familia. Kipindi ambacho unatafuta chumba chako kaka. Najua ni bora zaidi kuliko kulipia guest kila siku. Unajua utaendelea kupata gharama nyingi sana. Na hujui ni lini utapata chumba hicho ambacho unahitaji kuishi na huyu mtu wako. Najua sisi ni wanaume Rodney. Lazima tubebane kwa mazingira yote yale. Maneno haya Sebastian aliweza kuyazungumza kwa ukaribu sana. Ni maneno ambayo yaliweza kunitia moyo na kunipa nguvu mpya. Nilimshukuru sana Sebastian. Nilimuaga na kumwahidi kuwa kesho tutakamilisha jambo letu, na niliweza kufika kazini siku hii kama kawaida. Nilianza majukumu yangu ya kila siku, lakini nilipopata nafasi basi nilimpigia Valencia na tukazungumza japo kidogo sana. Unajua tuna penzi jipya, lazima ujue kwamba yuko wapi, anafanya nini, amechoka au la. Jamani, unajua mtoto alinishika pabaya sana.
Yaani niko kazini lakini akili yangu yote iko kwa Valencia. Mapenzi acheni kabisa. Nakumbuka vizuri siku hii tulifanya kazi sana, majira kama saa 7 hivi usiku. Niliweza kuomba ruhusa kama nimepata dharura. Wakati huo hapakuwa na wateja wengi ambao yani walikuwa wateja wachache sana. Basi nilitoka pale baada ya kupata ruhusa kutoka kwa meneja wangu. Mimi huyo kwa Valencia kule guest house nilikolipia kile chumba ambacho alikuwa anapumzika. Nilibeba na vitu vitamu kidogo, si unajua tena mchumba, bite nini. Kwa nikafunga vizuri hadi kule aliko binti Valencia. Chumba sina kijua bana. Nikaunguza moja kwa moja hadi mlangoni. Niligonga sana, baadaye ndipo mlango ulipofunguliwa. Sijui alikuwa kasinzia maskini. Basi ile naingia tu, kidume ndo mimi tena. Nikamhagi pale mchumba wangu, mabosu kama yote. Nikamwambia mama, ona leo nimekuletea zawadi kwa ajili yako kipenzi. Jamani asante Rodney. Mbona unajisumbua sana jamani? Kujisumbua kwa ajili ya wewe? Wewe ni malkia wangu. Lazima nisumbuke kwa ajili ya kulinda himaya ili uendelee kufurahia maisha. Ni kawaida tu, usijali. Basi muda ule Valencia akaanza kufungua vile vitu nilivyovileta pale. Jamani alifurahi sana. Alipoona vitu tamtam yummy. Jamani alitabasamu, kisha mtoto akaanza kula pale. Wakati huo nilikuwa namtazama tu, huku macho ya matamanio juu ya uzuri wake yalikuwa yamenitoka sana. Nikamwambia kwamba jamani Valencia, ina maana unakula peke yako? So nikatie, hebu njoo hapa kwanza. Tuliweka chakula pembeni kile katamtam, kisha nikamwambia kwamba Valencia, naomba nile na mimi kwanza, alafu nikamaliza utakula chakula chako. Yaani hapo mimi nilikuwa sielewi, niliona kama nitachelewa zaidi pale kitandani, tukaamua kukiwasha chakula kingine. Mtoto hodari huyo alikuwa anajua kweli kama kazaliwa Tanga. Yaani ndani ya dakika 30 tu niko hoi. Nilibaki na mtazama tu. Nilitamani tuendelee hadi asubuhi, lakini majukumu mimi yalikuwa ni mengi sana. Basi pale niliweza kuoga haraka nikarudi zangu kazini nikiwa mwepesi, nimechangamka kweli. Lakini kabla sijaondoka niliweza kumpasha zile habari njema Valencia ambazo tuliweza kuzungumza na rafiki yangu Sebastian, na Vale aliweza kufurahi sana. Basi tuliagana pale, huku Valencia kitamani ibaki pale usiku wote pale. Anadai kwamba alikuwa anataka tena. Nikamwambia jamani wewe mama, hebu niache niende kazini bwana. Mimi sije nikafukuzwa kazi bure. Nivumilie mpenzi wangu kidogo, sawa? Ni kitambo kidogo sana, kila kitu kitakuwa sawa. Bye. Nilimwaga Valencia kisha nikaondoka zangu. Msikilizaji, siku iliyofuata asubuhi na mapema kabisa, mara baada ya kumaliza zamu, nilienda moja kwa moja kumchukua Valencia na kumpeleka nyumbani kwa rafiki yangu Sebastian kama tulivyokubaliana. Karibu shemeji. Naomba ujisikie huru tu, hapa ni nyumbani kwako. Sebastian alimkaribisha Valencia. Nakumbuka vizuri siku hii sikuwa na ratiba kazini. Basi ni siku tu ambayo tulishinda nyumbani kwa Sebastian pale. Unajua tena ni mgeni, kwa hiyo lazima mwenyeji niwepo, niweze kupiga naye story mbele tatu, kumchekesha pale, ajihisi kwamba yeye pia ni mwenyeji. Na kama unavyofahamu bwana, Valencia hakuwa mzembe sana bana. Aliingia jikoni na kutengeneza misosi pale. Yaani siku hii ilikuwa ni siku ambayo ilikuwa na shangwe sana. Majira usiku nilimwacha Valencia nyumbani kwa Sebastian ili apumzike. Wakati huo mimi na Sebastian, huyu rafiki yangu, ilibidi twende tukapumzike nyumbani kwetu. Basi usiku huu tukiwa nyumbani, nilitamani sana kumwambia mama yangu kuhusu Valencia, lakini nilikuwa nimechoka sana. Nikaona kwamba ni heri nipumzike kwanza, nitazungumza na mama asubuhi. Lakini karibia usiku mzima mimi na simu tu tukizungumza na Valencia, yani ni penzi shata. Mpaka nikahisi kwamba sasa tunakoelekea huko nitamkia rata Sebastian. Maana kuna muda mshikaji wangu anatamani kupumzika, lakini mimi naongea na simu tu muda wote. Mtoto wa watu peke yake yuko ugenini, alikuwa analalamika eti anaogopa. Mimi niliendelea kumtia moyo tu na kumwambia kwamba avumilie, ni kwa muda tu.
kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo tulizungumza sana hadi kapitwa na usingizi pale. Sasa ni ngumu sana mimi kwenda kwa rafiki yangu Sebastian niweze kulala kule, na unavyojua kwamba mapenzi bwana ni uchizi, yani mkafanya vitu vya ujinga sana, na kile ni chumba cha rafiki yangu Seba, kwa hiyo lazima nimheshimu sana. Asubuhi na mapema siku iliyofuata niliamka kama kawaida ili nimwahi mama tuzungumze, lakini haikuwa bahati siku hii kwa sababu mzee naye alikuwa ameamka, na ilionyesha kabisa kama walikuwa naongozana pamoja siku ile kuelekea katika harakati zao. Huyo mzee Victor alianza kuniuliza pale, vipi kijana wangu, uko salama? Kaambia niko salama. Mama, shikamoo. Marahaba. Mbona mapema leo? Kaambia mama, samahani, nilitaka tuzungumze kidogo. Aya, naomba nisubiri kidogo. Basi mama yangu alijibaraguza pale kwa sababu kulikuwa na yule mume wake. Baada ya hapo aliweza kusogea pembeni na mimi nikaelekea pale kumweleza kila kitu ambacho nilikuwa nahisi kumwambia. Mama akaniambia kwamba haya, niambie mwanangu. Muda huo lile zee bwana nalo bila aibu eti limetega sikio tu. Na mimi niko naona jao sana. Na mimi sikutaka yule mzee Victor afahamu chochote kile. Ikabidi nijiongeze pale. Nikamwambia mama, naona mimi nitakuchelewesha tu, tutazungumza ukirudi. Naona leo nipo tu. Sawa kijana wangu, ingawa nilitamani sana kusikia kile ambacho unahitaji kuniambia mwanangu. Kaambia mama usijali. Yaani mama usijali kabisa, toa wasiwasi kuhusu hilo. Tutazungumza tu baadaye. Maana naona mzee Victor yupo hapo. Basi walitoka na Mr. Victor asubuhi ile, na kiukweli nilishangaa sana kwani haikuwa kawaida kabisa. Kaona labda penzi limenoga tena. Acha wapendane bana. Mimi mwenyewe nina chuma changu yaani nimeificha huko mahali, siku ikitoka hiyo chuma Mjerumani, mtoto Pascal Miss Valencia. My Valencia mwenyewe. Baada ya mama na Victor kutoka, basi nilijiandaa mimi kuelekea kwa rafiki yangu Sebastian. Basi Sebastian baada ya kufika kwake tulijiandaa pamoja na kuchomoka kuelekea kwenye shughuli. Rafiki yangu huyu bwana alikuwa ananiamini sana na kuniachia yani kila kitu, yani ni mtu ambaye alikuwa ananishirikisha kila jambo ambalo alikuwa analifanya. Basi siku hii tulishinda wawili tu, mimi na mpenzi wangu. Kuna raha yake ni jamani, kwa sababu Sebastian tayari alikuwa ashaondoka. Basi siku hii majira jioni nilipigiwa simu. Ilikuwa ni simu ya mama yangu, lakini ile piga na kuzungumza hakuwa mama yangu. Ilisikika sauti nyingine kabisa, mwanamke ambaye alionekana kama bado binti kabisa. Yule binti alizungumza kwamba mwenye simu hii yupo hospitali, unatakiwa ufike haraka sana. Kwanza nilishtuka na kuhoji, wewe ni nani? Mimi ni daktari kutoka hospitali. Fika sasa hivi katika hospitali fulani. Aliweza kunielekeza pale. Baada ya kuzungumza hivyo, simu ile ilikatwa. Nilijaribu kupiga tena na tena nipate uhakika zaidi, maana nilikuwa nahisi kwamba pengine wamekosea namba. Lakini simu iliyotumika ilikuwa ni simu ya mama yangu. Kiukweli akili yangu iliweza kuniruka sana. Kaambia Valencia, naomba ubaki hapa, nitaweza kurudi mara moja. Nilitoka pale ile hospitali. Hospitali ni kweli ilikuwa mbali kidogo. Kwa hiyo niliamua kupanda gari ili niweze kuwahi kufika haraka. Nilitamani nishuke nikimbie, maana nilihisi kama gari ilikuwa inanichelewesha vile. Nilivumilia hadi tukafika hospitali pale, na hospitali ilikuwa ni kubwa, hivyo sikuwa najua naanzia wapi, mapokezi wapi, ward ambayo huyo mama yangu yuko hospitali pale upande gani au ward gani. Ikabidi sasa nipigie simu au niipigie ile simu mama yangu ili niweze kupata maelekezo kwa yule mtu ambaye alikuwa amenielekeza. Nilipiga simu ikapokelewa na nilipewa maelekezo wapi mama yangu alipo. Msikilizaji, sikuamini nilichokisikia kwamba mama yangu alikuwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi ICU. Niliogopa sana. Mimi mtoto wa kiume nilijikaza na kukubali kile ambacho kilichopo mbele ya macho yangu, japo haikuwa rahisi. Nilifika hadi chumbani katika chumba cha wagonjwa mahututi
Mlango ulifunguliwa, nikamkuta mama yangu. Kweli alikuwa yeye pale, akiwa kwenye hali ya kutojitambua kabisa. Tena mama yangu puani mwake alikuwa amewekewa mpira wa oxygen. Nilitamani kuuliza kwamba amepatwa na kitu gani, lakini wote waliokuwa pale walifunika nyuso zao kwa maski, huku wakionekana kuwa busy sana. Taratibu nilipiga hatua kuwasogelea, lakini wakati ule kile kitanda ambacho alilazwa mama yangu kilianza kusukumwa. Yaani ni kama vile linahamishwa kupeleka mahali pengine. Wakati huo mmoja wa madaktari alinifuata pale na alitoa maski yake na kuniuliza kwamba, wewe ndio Rodney? Kaambia ndio, ni mimi Rodney. Nilimjibu huko nikiwa na hamu kubwa sana kutaka kufahamu kilichompata mama yangu. Nikamuuliza kwamba mama yangu amepatwa na kitu gani. Akasema pole sana, tatizo la mama yako ni la muda mrefu sana. Mama yako alikuwa na majeraha makubwa sana ya ndani kwa ndani ambayo yamesababisha mfumo wake wa ufahamu na upumuaji kuathiriwa kwa kiasi fulani. Walimleta hapa akiwa hajitambui kama unavyomuona pale. Sasa baada ya maelezo yale, ilibidi niulize kwamba ile tatizo limesababishwa na nini daktari? Daktari akaniambia kwamba inaonyesha kuwa huwa anapigwa mara kwa mara na hapati matibabu sahihi kwa muda sahihi. Yuko hatarini sana, lakini kila tuwezalo tutalifanya ili kuweza kuokoa uhai wake. Daktari huyu aliweza kunihakikishia hili baada ya kunipa maelezo kuhusu na lile jambo ambalo lilikuwa linamkabiri mama yangu. Mimi sikuwa na amani kabisa. Muda huo nilipata hasira sana kwamba kwa nini huyu mzee Victor anamuumiza mama yangu, kwa sababu najua tayari ni nini chanzo cha matatizo haya ambayo yanaendelea kumlamba mama yangu. Lakini mama yangu nilikuwa namwambia kila siku akamripoti huyu mtu polisi kwa sababu anamfanyia matendo ya unyanyasaji. Alikuwa anampiga, lakini mama aliendelea kumkumbatia mzee Victor. Wakati nikitafakari hayo, niliwaona wale jopo la madaktari wakikusanyana pamoja kama wanateta jambo, lakini mara ghafla nikasikia mmoja wao akizungumza. Muda wa kifo ni saa 3:30 usiku. Macho alinitoka kwanza, nilihisi kwamba ni uongo au hiki ni kitu gani ambacho nakisikia katika mawazo yangu. Rodney, pole sana, tumeshindwa kumsaidia mama yako. Nilinyanyuka na kuanza kutembea nikimfuata huyo daktari ambaye alikuwa ananiambia maneno kama hayo. Kaambia sio kweli daktari, niambie kuwa nipo kwenye ndoto ama ni kitu gani ambacho kinaendelea katika maisha yangu. Naomba uniambie tafadhali, niambie haraka sana. Muda huo mama yangu walikuwa wamemfunika shuka mwili mzima. Nilisogea pembeni pale katika kitanda alipolazwa mama yangu huku nikilia sana. Mimi ni mwanaume mzima ambaye nilikuwa najitambua, lakini nilishindwa kujikaza kwa sababu machozi yalitoka kwa maumivu ya kumwona mama yangu katika hali ile au katika wakati ule ambao ulikuwa ni mgumu sana. Kaambia mama, huwezi kufa mapema mama yangu. Niambie umelala usingizi gani mama? Niko hapa pembeni na kusubiri mama uweze kuamka tuzungumze tulivyokubaliana mama. Mama, tulikubaliana kwamba utaniambia mama leo. Mama, si nilikwambia nina jambo nataka kukuambia mama yangu. Tena utafurahi sana ukisikia hivi mama. Niliongea huku nikilia, kitendo ambacho kiliwashangaza wa daktari. Na daktari mmoja aliendelea kunisisitiza kuniambia kwamba Rodney, tafadhali, habari ni kwamba mama yako ameshatuacha. No mama, hawezi kufa mama, amelala. Nililia machozi. Kweli mama yangu hayupo tena hafla sana. Nikawa nazungumza kama mwenda wazimu na kulia kama kichaa. Yaani hapo nilishadata, akili yangu ilikuwa imeruka kabisa. Mama yangu ameenda na maisha yangu bila kuniambia ukweli kuhusu mambo ambayo nilikuwa namuuliza siku zote, bila kuniambia kwamba familia yangu, chimbuko langu ni wapi, baba yangu yu wapi. Hii hali iliweza kunivuruga sana mimi. Wakati huo wale waliomleta pale mama hospitali walifika, ndipo nikawatambua kwamba
walikuwa na wafanyakazi wenzake na waliweza kunisaidia kunitoa pale nje, kwa sababu tayari mimi nilishapandwa na wazimu. Niliingiliwa na maumivu makali katika moyo wangu. Wakati huo baba yangu Mr. Victor, yani yule baba wa kufikia, naye nilimwona akiwasili pale hospitali. Kwa mara ya kwanza mzee huyo aliweza kunisogelea na kunikumbatia huku akilia kwa uchungu sana. Mimi nilistaajabu kidogo. Baadaye taratibu za kurudisha mwili nyumbani zilianza, na hatimaye siku iliyofuata mama yangu alipumzishwa jirani kabisa na maeneo nyumbani. Wakati huo Sebastian rafiki yangu alikuwa na kipenzi changu Valencia, waliokuwa msibani kama majirani na wafariji wakuu sana kwangu. Walikuwa na wafariji wa karibu sana, japo watu walikuwa ni wengi. Lakini siku hii nilishangaa sana msibani kwa mama yangu. Walikuwepo hadi watu wenye magari jamani. Lakini baadhi yao niliweza kuwajua, walikuwa ni maboss kule kiwandani alikokuwa anafanya kazi. Walikaa makundi, na mimi nilikuwa karibu sana na mzee wangu huyo, mzee wa kufikia, mzee Victor. Nikiwa pale kwenye maombolezo ya msiba wa mama yangu, ilikuja gari nyeusi na walishuka wanaume wawili wakionekana smart sana. Mavazi meusi, suti nyeusi, makoti makubwa, miwani meusi, yani walikuwa smart kwa ajili ya msiba. Walifika pale na kuja sehemu ambayo mimi nilikuwa nimekaa. Walivyofika pale, waliweza kunipa mkono, yani kutoa mkono wa pole, kisha wakaondoka na kukaa mahali. Niliwatazama kwa makini sana. Kisha nikajisemea moyoni mwangu kwamba pengine hao ndio wale ambao walikuwa wamekuja usiku ule ambako mzee alikuwa analalamika sana. Kwa sababu kama viongozi kwenye ile kiwanda alichokuwa anafanyia kazi mama yangu wote, je, hawa ni kina nani? Lakini pia magari na watu wa heshima sana walikuwa ni wengi sana muda huo. Kwa nilianza kupata wazo kwamba hii ni nafasi yangu ya mwisho kumpata babangu mzazi. Lazima niweze kulitambua hili. Na kilichokuwa kinaendelea kunipa nguvu ni ile kauli ya yule mzee Victor ambaye alikuwa analalamika pale kwamba waachie hao watu mtoto wao. Nikasema kwamba hii ni nafasi yangu ya mwisho kumpata babangu. Lazima atakuwa hapa katika ile kusanyiko. Baba yangu yuko hapa. Jamani, mimi nilikuwa nimechanganyikiwa sana. Nilianza kupiga kelele huku nikiingia kwenye kundi moja. Niliona hii ndio njia pekee ambayo ingekuwa ni rahisi sana kwangu, kwa sababu mama yangu hadi anafumba macho na kufunga kinywa chake hajawahi kuniambia ukweli, na mimi nautaka huu ukweli tena sana kujua, kwa sababu sina ninayemfahamu zaidi ya yeye mama yangu, na hayupo tena duniani. Mimi ningelifanya nini? Nikaanza kupiga kelele pale kwamba baba, mimi ni mwanao, nimekumbuka sana. Niko hapa mwanao, mimi ni mtoto wa Deborah Fernandez. Niko hapa tafadhali. Baba usiniache. Nimebaki mwenyewe mimi. Yaani nilikuwa nalia tu wakati huo, sijali mimi kuhusu Mr. Victor. Lakini nilichokitarajia hakikuwa kabisa. Lakini hafla mzee yule Victor alikuja akiwa na vijana wengine wenye nguvu watatu. Nilijikuta nashikiliwa na kwa nguvu sana kuingizwa ndani mara moja. Amepagawa huyo. Ameruka na akili maskini. Kupoteza mzazi sio jambo jepesi. Yalikuwa ni maneno ya watu ambao walifika pale msibani na kuzungumza. Wakati huo mimi nilikuwa najiona niko timamu tu, kwa sababu adhma ya kile kitu ambacho nilikuwa nakifanya nilikuwa ninajua mimi mwenyewe. Niliingizwa ndani na kudhibitiwa vikali sana na yule mzee Victor. Nikiwa mule ndani, alikuja daktari akiwa na vifaa vyake, na Mr. Victor alitoa amri kwamba mimi nitulie, kwamba siko sawa. Nilishangaa sana. Nikamuuliza daktari, unataka kufanya nini? Hapana, mimi niko sawa, tusijaruka na akili. Mimi namtafuta babangu. Naamini upo hapa katika watu ambao wale unisikia nikipiga kelele. Watu walinishangaa zaidi, kwani nilikuwa ninamtafuta baba ili hali kila mmoja anamfahamu Mr. Victor ndiye baba yangu. Sasa mimi namtafutaje baba wakati niko naye pamoja?
Hili ndio lilikuwa swali ambalo lilikuwa lina alama ya kuuliza. Daktari hakuwa na maelezo mengi zaidi ya ile nichoma sindano ya kunilaza kwa muda, yani ile sindano usingizi. Sikuweza kufurukuta, kwani siku hii nilibanwa na mabouncers. Nililala usingizi huku nikiwezeka sana la kutaka kuzungumza, kwani tayari midomo yangu ilikuwa ni mizito sana. Sijui kilichoendelea, lakini baadaye nilivyoamka niliona baba yangu Mr. Victor yuko chumbani, yani huyu babangu wa kufikia. Nilinyanyuka na kutaka kutembea, lakini nilishindwa kabisa, kwani mwili wangu na akili yangu nilichoka sana. Nilikuwa naona kizunguzungu kikali sana. Mr. Victor alinishika na kunisaidia kutembea hadi nje, kwa sababu hapakuwa na watu wengi sana. Palikuwa na wamama waliokuwa wakisuuza vyombo na kuweka mazingira sawa. Sikuona watu wengi katika mikusanyiko kama ile awali ambayo ilikuwepo pale. Magari yale yaliokuwa yamepaki kwenye msiba sikuyaona tena. Wakati huo sasa ndo nilikumbuka vizuri kwamba Valencia wangu uko wapi. Nilitafuta simu ili niweze kuwasiliana na Sebastian. Baba, simu yangu iko wapi? Nilimuuliza Mr. Victor. Simu ya nini tena mwanangu? Mr. Victor kwa mara ya kwanza alionyesha ukarimu hadi nilishangaa sana. Nataka kufanya mawasiliano baba. Hapana Rodney. Ni kwamba daktari ameshauri upumzike tu. Kumbe muda huo Sebastian alikuwa karibu na pale nyumbani. Alinikuta nimeshaamka tayari na tulizungumza kwa uchache sana na Sebastian, lakini nilishindwa kumuuliza kuhusu Valencia wangu nijue kwamba yuko wapi. Nilishindwa kwa sababu kulikuwako na huyu mzee Victor ambaye alikuwa kando yangu. Baadaye mzee alitoka, ndipo nikazungumza kwa uhuru nikimwambia mtazame Valencia. Majira usiku nilimwomba Sebastian akamwangalie kwanza Valencia, ndipo alipoweza kurudi. Baada ya Sebastian kuondoka, nilibaki na mzee ambaye kwa sasa alionekana ni mwema sana kwangu. Mzee alinijali na kuniweka karibu zaidi. Usiku huu mzee huyu alinionyesha pesa walizochanga watu kama pole na salamu za rambi, yani harama zote za kuendesha msiba na mazishi, yani zote zilikuwa juu ya meza pale, na zilikuwa ni juu ya ile kampuni ama kiwanda cha mikate ambacho alikuwa anafanya mama kazi. Mbali na hapo, watu walitoa kiasi kingi sana cha pesa. Basi muda huo baba alinionyesha kila kitu. Zilikuwa ni pesa nyingi sana, yani sana. Kisha akaniambia kwamba meneja wa kiwanda alizungumza naye na kumwambia kwamba baada ya wiki moja ataleta mafao ya mkewe, yani pesa zilizokuwa zikihifadhiwa na kampuni kwa kila mfanyakazi. Kwa hiyo ikitokea mstaafu ama kufariki, basi kiasi kilichokusanywa hupewa kwa familia husika. Nakumbuka baada ya wiki moja ile pesa iliweza kuletwa pale. Nikiwa nyumbani na mzee Victor tumekuwa karibu sana, na sasa wakati huo Valencia kila jioni lazima nikaonane naye tu. Na kiukweli rafiki yangu Sebastian alikuwa nami bega kwa bega. Nilimwomba mtazame Valencia kwa kipindi hiki kwa sababu nilikuwa nina uhakika nikiwa sawa tu basi nitaanza maisha yangu, kwani pesa ipo tena ni nyingi sana. Ndipo kwa mara ya kwanza mzee wangu aliniambia habari ambazo sikuwahi kutarajia. Aliniambia kwamba huyu mzee wa kambo kwamba Rodi, usiku wa leo nataka tuanze safari. Nataka nikupeleke kwa baba yako. Kwanza nilishtuka sana. Akaniuliza, kwa nini umeshtuka Rodi? Kila kitu kina mwanzo na mwisho. Una haki ya kufahamu kweli. Mama yako alikuficha, lakini una haki ya kufahamu kweli. Mama yako alikuficha, lakini mimi nitakupeleka huko nyumbani kwenu. Maneno haya yalinifanya nianze kuamini ama kumwamini mzee huyu kabisa, hasa pale niliposikia swala la kumhusu baba yangu mzazi. Nakumbuka vizuri usiku huu mzee alikuja na gari nyumbani. Nikamuuliza, mzee, gari ni ya nani? Akaniambia kwamba amechukua mahali kwa ajili ya kusafiri mimi na yeye. Niliamua kumwamini tu
Mr. Victor. Taratibu nikaanza kubomoa ukuta wa chuki ambao niliweza kujenga dhidi yake kwa kipindi kirefu sana. Nilimtafuta Sebastian kwa simu na kumjuza taarifa hizi. Ni safari ya muhimu sana kaka, naomba nitunzie Valencia wangu. Yaani katika mambo yote, lakini sikuweza kumsahau Valencia wangu. Usiku ule kabla tujianza safari, nilimwomba baba pesa kadhaa kwa ajili ya manunuzi fulani. Mr. Victor alinipa tena zaidi ya kile ambacho nilichokuwa nimekiomba pale. Jamani, pesa ipo tena ya kutosha. Mzee huyu alikuwa anatoa pesa tu hadi nikaanza kumuona huyu mzee, mbona ni kama na mpango fulani. Yaani nikaanza kumuona ni bonge la mtu yani. Basi baada kunipa ile pesa, mimi niliweza kuelekea nyumbani kwa Sebastian. Valencia wangu alinikumbatia huku akinibembeleza, nami nilimwaga Valencia na kumkabidhi pesa kutosha kabisa. Nikamwambia rafiki yangu Sebastian kwamba tutasafiri usiku wa leo na mzee, nina imani kwamba kesho tutarudi. Ndio maana mzee ametaka tusafiri kwa kutumia gari, mimi na yeye tu. Msikilizaji, ametaka tusafiri usiku. Kambia sasa mzee, utaangalia namna kulala, usimguse mrembo wangu, sawa? Niliongea kwa utani nikimsisitiza kwamba Sebastian aendelee kuwa makini sana na huyu mai wangu wa sasa, namzungumzia Valencia. Sebastian ni rafiki yangu ambaye ananipenda sana na ninajua kwamba hawezi kunifanyia jizi katika hili. Basi niliwaaga na kurudi nyumbani tukiwa na Sebastian kwa ajili ya maandalizi hapa na pale. Lakini nilimuona mzee wangu naye akikusanya baadhi ya vitu vyake muhimu sana. Wala sikujali, kwani akili yangu wakati huo iliwaza jambo moja tu, mimi kumpata baba yangu. Usiku huo safari ilianza. Baada ya kila kitu kukamilika, baba yangu aliendesha gari umbali mrefu sana, na alipochoka alinipa niendeshe usiku kucha. Tulipokezana kuendesha gari. Kadiri muda ulivyozidi kusonga mbele, ndipo tulipoanza kuwa mbali na makazi ya watu na hatimaye ni katikati ya msitu. Uzuri mzee alikuwa fiti sana kwenye kuendesha gari kwa sababu ya ile kazi ambayo alikuwa anafanya muda mrefu, kazi ya magari na gereji. Sikuwa na shaka hata kidogo kwamba labda tungelipata tatizo au hata tatizo la kiufundi lingeleza kutokea. Sisi wenyewe tungelenda kulitengeneza kwa haraka zaidi. Tulitembea huku tukizungumza na hatimaye nilichoka na baadaye usingizi uliweza kunipitia. Palipambazuka na safari iliendelea. Wakati huu mzee aliomba kupumzika, mimi nikashika usukani kama kawaida. Tulitembea umbali mrefu sana. Tukapumzika katikati ya nyika ambayo nilihisi kabisa hapo tupo karibu na mbuga za wanyama. Nikamuuliza kwamba baba, hapa ni wapi? Mzee alinitajia jina gumu sana ambalo hata sikuwahi kulisikia katika maisha yangu. Sijui hapa ni wapi. Sijui palikuwa hata ni wapi muda huu. Dira yangu ndio kabisa huyu mzee ambaye alikuwa anaongoza ile safari. Uzuri tulikuwa na chakula cha kutosha. Hivyo asubuhi ile tulikula na kupumzika kidogo na baadaye safari iliweza kuendelea pale. Mzee yule alikanyaga mafuta sana. Nakumbuka majira saa 6 mchana mzee akiwa anaendesha gari. Alisimama hafla sana tukiwa katikati ya msitu. Mzee alishuka na kukagua gari ile sehemu ya mbele na kuniambia kwamba Roni, rejeta imechemka, inahitaji maji kijana wangu. Yaani imechemka kweli kweli. Nikamuuliza sasa mzee, tunafanyaje? Na hapa bado tuko msituni. Mzee huyo akaniambia kwamba chukua vidumu, ingia huku ndani ya msitu. Uzuri kilikuwa ni kipindi cha kiangazi, hivyo hapakuwa na majani na manyasi ya kutisha. Akaniambia kwamba ingia huko mwanangu, hapa tupo karibu na makazi. Tafuta maji tafadhali. Hatuwezi kubaki hapa. Unatakiwa ufike nyumbani kwenu haraka sana. Aliongea Mr. Victor kwa msisitizo mkali sana. Basi mimi nikawa nimemuelewa huyu mzee, na kwa shauku kubwa niliyokuwa nayo ya kuweza kufahamu familia yangu, nilifanya kile alichonielekeza. Nilichukua vidumu na taratibu nikaanza kuchanja mbuga. Nilielekea nisipopajua, huku nikiweka imani kwamba tumaini langu kubwa lipo kwa huyu mzee. Nilimwamini kama mwenyeji wa maeneo haya yote. Basi niliingia katikati ya mbuga.
Nilianza safari nikifuata njia ndogo nyembamba. Nilitembea sana umbali mrefu nikiwa na matumaini makubwa ya safari iliyoko mbele yangu. Nilijipa matumaini na imani kubwa kwa mzee wangu. Lakini ilipita muda na hisi kama dakika 30 hivi, maana sikuwa hata na simu. Vyote nilikuwa nimeviacha ndani ya gari. Yaani mizigo yangu yote nilikuwa nimeacha ndani ya gari. Nilitoka mimi tu na vidomo vyangu. Nilitembea lakini sikuona nyumba wala dalili ya moshi. Zaidi nilishangaa tu. Na huku miguu yangu ikianza kuuma sana. Sikujua kumbe nilikuwa naendelea kupandisha mlima zaidi. Ndipo nikasema kumbe nipo mlimani. Acha kipande hiki niweze kupanda juu kabisa, niweze kutazama kushoto na kulia. Pengine nitafanikiwa kuona hata majumba ama makazi ya watu. Nilipanda katika kilele kwa taabu sana na hatimaye nilifika mwisho, yani juu kabisa. Nilipotazama, nilipotoka ni mbali kweli kweli. Niliona gari ile. Baada ya kutazama kwa mbali, niliona pia barabara tu kwa mbali ikitimua vumbi. Yaani gari ilikuwa inaondoka kwa kasi sana. Najua nilishiwa nguvu na kudondosha kile kidumu chini. Lazima ubaba alikuwa na njama au? Yaani kunitoa nje gari na kunitelekeza mimi hapa porini. Nilianza kupata hofu na wasiwasi, mashaka, lakini kibaya zaidi niliacha kitu cha muhimu sana ndani ya gari. Nazungumzia mawasiliano yangu, nguo zangu na kila kitu. Nilitoka mimi na kidumu tu. Hapo ndipo nilipoiona rangi halisi huyo mzee, kwamba kaondoka na kila kitu, kaondoka na pesa zangu zote, kisha kanitelekeza mimi porini kwa uongo. Maanake huyu mtu ni muuaji, kwamba hata mimi ningelewa na simba it's okay tu. Tulipotoka ni mbali, kwa hiyo siwezi kurudi. Nipo mbali msituni, sijui hata nielekea wapi mimi Rodney. Nilikata tamaa ya maisha, nikajiona mjinga kwa kuamini mtu aliyenitesa miaka mingi leo amenionyesha wema kwa dakika 2 tu, na nilimwamini tayari katika hizo dakika 2. Wema wangu ulinipa upofu na hatimaye leo hii mimi naangamia huko msituni. Sikuwa na namna. Nilianza kurudi haraka haraka barabarani. Nilianza kutembea kuelekea mbele. Niliwaza pengine ni karibu kuliko tulikotoka. Nilitembea umbali mrefu huku nikijuta kwa kile kilichotokea katika maisha yangu. Ni makosa yangu mimi mwenyewe, kwa kwani nilimfahamu vizuri huyu mzee. Kwa nini niliendelea kumwamini? Jua lilikuwa ni kali sana. Kiu, njaa vilianza kuninyemelea, lakini sikuwa na kitu cha kufanya kwa sababu nilikuwa mikono mitupu. Kibaya zaidi, sikuwa na simu yangu ambayo ingenisaidia kupata mawasiliano. Niliendelea kutembea huku nikisali wanyama wakali wasiweze kunidhuru ama kunishambulia, maana ulikuwa ni msitu mkubwa sana. Nilitembea kwa kasi zaidi, na jua lilipoanza kupunguza makali yake na kuanza kuzama, na hatimaye jua lilizama na taratibu giza likaanza kuingia, nikiwa nimekata tamaa kabisa. Nilianza kuona mwanga kwa mbali sana, lakini ulikuwa ni mwanga hafifu sana. Nilianza kutembea huku nikielekea mahali mwanga unapotokea, lakini kabla sijaufikia mwanga ule, nilisikia kengele ya baiskeli kutokea nyuma yangu. Niligeuka na kusogea pembeni, kisha nikasimama. Kwa kuwa giza lilishaanza kuingia, sikuweza kuona vizuri kwamba mtu huyu ni nani ambaye amenisogelea kwa ukaribu zaidi. Alikuwa ni mwanamke. Alisimama na kuanza kuniuliza, "Habari yako kaka? Unatokea wapi na unaelekea wapi usiku huu?" Nikamwambia, "Tafadhali, naomba msaada wako. Mimi ni mgeni kabisa maeneo haya." Nilimweleza kile nilichokipata. Aliweza kunihurumia sana huyu mwanamke na kunipakiza kwenye baiskeli na kuelekea nyumbani kwake. Tukiwa njiani, aliweza kunielewesha kwamba yeye anaishi na mume wake. Aliniambia kwamba mume wangu mimi ni mkali sana, kwa hiyo usimzingatie kabisa, ndivyo hivyo alivyo. Nikamwambia, haina shida dada, naomba hifadhi tu kwa muda. Mimi nitawashukuru sana. Tulifika nyumbani kwake. Ulikuwa ni usiku kweli. Alinikaribisha ndani
Ilikuwa ni nyumba kubwa lakini iliyochakaa sana. Mwanamke huyu hakuwa mtu mzima sana, bali ilikuwa ni kama ana miaka 28 kwenda 30. Na hata mume wake pia alionekana bado ni kijana kabisa. Na hapakuwa na mtoto, bali walikuwa wenyewe. Mwanamke huyu alipika chakula na kunikaribisha mezani pamoja na mume wake. Lakini tangu nimefika pale, huyu jamaa alikuwa kimya tu. Hata salamu hakunisalimia. Unajua ile umepata mgeni, kumuuliza mgeni pengine anatokea wapi, ni nani, anaenda wapi, kwa misheni gani, hivyo tu. Yani hakukuwa na swali lolote. Lakini tofauti na huyu jamaa alikuwa kimya kabisa. Tulikula, akanyanyuka na kuingia chumbani. Mimi nilibaki pale sebuleni. Nilipewa maji ya kuoga tu, nikaoga na kupewa chumba kwa ajili ya kupumzika. Nililala usiku ule hadi asubuhi nikiwa na mawazo mengi sana, nikiwaza kuhusu kilichonipata mimi katika maisha yangu. Nilikosea kumwamini mzee Victor, huyu baba yangu wa kambo. Nilijilaumu ndani ya nafsi yangu. Nilimkumbuka sana Valencia wangu, lakini sikuwa na mawasiliano tena hata na Sebastian tangu nimefika hapa, kwa sababu sikuona hawa watu kama walikuwa na simu. Sikuona mazingira mazuri kwamba kungelikuwa na mawasiliano katika kijiji au msitu ambao niko mimi. Asubuhi palipopambazuka, nilitoka nje nikiwa nimechoka sana. Hapo nje palikuwa na mabanda ya kuku na mbuzi, lakini pia palikuwa na eneo kubwa sana lililowekwa ukuta ambapo ndani yake palikuwa na vyuma chakavu vingi mno. Nikahisi kwamba pengine hii ndio biashara yao ambayo walikuwa naifanya. Yani kiukweli hata mazingira hapa kila kona palikuwa na vyuma, viti vingi sana vya chuma, vitanda vya chuma kila pahala. Yani palitapakaa vyuma kila pahali, yani vile ambavyo ni vyuma chakavu. Basi nikiwa na shangaa mazingira pale, alinifuata ule mwanamke. Akaniambia kwamba unaitwa nani? Maana hatukupata muda kabisa kufahamiana jana. Nikamwambia kwamba mimi naitwa Rodney. Karibu Rodney. Asante, mimi nashukuru sana kwa msaada wako. Usijali, ni kawaida tu watu kusaidiana, aliongea yule mwanamke. Akaniuliza kuwa nilikuwa nikielekea wapi. Haraka haraka likanijia uwazo nimwambie tu kuwa naenda mjini. Akaniambia basi ni vizuri, hata wao pia walikuwa na safari ya kuelekea mjini siku hiyo. Akaniambia kwamba huwa tunaelekea mjini kupeleka biashara yetu hii hapa ya vyuma chakavu, aliongea huyu mwanamke. Basi kesho yake, msikilizaji, tuliweza kuamka alfajiri sana. Usafiri wa kutoka hapa kijijini ulikuwa ni mgumu sana, kwa sababu walikuwa nasubiri baadhi ya magari ambayo yanatoka vijiji jirani na kuelekea mjini, ndipo wangeweza kupakiza hizo bidhaa zao ili kuelekea mjini huko kwa ajili ya upimwaji na kuuza katika kampuni ambayo walikuwa naiuza biashara hii ya vyuma chakavu. Tuliweza kuhangaika navyo sana hivi vyuma kusogeza hadi barabarani, barabara ambayo ilikuwa imetarada vumbi la kila aina. Hatimaye karibu kama lisali moja baadaye, ndipo gari aina ya pickup iliposogea pale na tukapakiza ile mizigo ambayo ilikuwa inaelekea mjini. Safari hii ilikuwa ni mimi, huyu dada pamoja na mume wake, na mume wake kama ilivyo kawaida hakuwa na story nyingi sana kama nilivyokuambia. Sana sana siku hii aliweza kunisalimia tu. Nadhani ni mara baada huyu mke wake kuniuliza jina langu na kufahamu wasifu wangu kwa muda mfupi. Safari ilikuwa karibu masaa 3 kuelekea huko ambako tulikokwenda. Baada ya kufika mjini, niliweza kuwashukuru sana kwa ule msaada wao ambao waliweza kunipatia. Niliwasihi waendelee kuwa na moyo kama ule ambao walionyesha kwangu kwa mtu yeyote yule ambaye angeendelea kuhitaji msaada. Lakini kuwapa umakini zaidi kwamba si kila mtu angeweza kusaidiwa kwa wakati ule. Tahadhari ni muhimu sana. Niliamua kuingia zangu mtaani nikiwa sina hata 100 ya kuweza kununua chochote. Nikiwa sina hata mawasiliano niweze hata kumuuliza Sebastian kwamba niko mjini ama niko sehemu fulani. Na nilijua kabisa kwamba itafikia wakati Valencia angeweza kumsumbua sana Sebastian kwa ajili ya kufahamu kwamba
mimi niko wapi. Jambo ambalo ningelifanya mimi pale katika makazi ya watu wa mjini ni kufanya kazi, ni kutafuta pesa. Hata kama ningeliomba msaada, ningeomba msaada mpaka lini? Au ningeomba msaada mpaka saa ngapi? Ni lazima ningehitaji pesa tu ili kwamba niweze kukamilisha mahitaji yangu kama chakula na maradhi. Ndipo nilipoamua kugonga majumba ambayo yangelikuwa labda na kazi za kufanya, angalau hata za kubeba takataka tu. Niweze kufanya kazi, nipate ujira wangu na kulipwa pesa, nipate chakula. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu ya awali, ama option ya kwanza, kama plan A ya kuweza kujiokoa na lile balaa ambalo nilikuwa nalo kwa wakati ule. Niliendelea kusakura mtaani, kugonga kila geti, kuomba kazi. Ndipo nilipoweza kufanikiwa kupata nyumba fulani hivi katika mtaa mmoja ambao nilikwenda kuomba kazi ya kukata majani na kufanya kazi yote ile. Nakumbuka siku hii niliweza kukarimiwa vizuri sana yule mlinzi ambaye alikuwa getini. Aliniambia kwamba sio kawaida pale kukaribisha watu. Labda nipe muda aweze kuzungumza na bosi wake kama nitaweza kuruhusiwa kuingia. Baadaye yule mlinzi aliweza kunifuata pale na kuniambia kwamba kuna kazi ya kuweza kumwagilia tu maua leo. Kama ningeleza kufanya basi niifanye. Mimi sikuwa na uchaguzi, kama nilivyokuambia, kazi yote ile ningefanya kwa sababu nilikuwa na uhitaji wa pesa. Nilimkuta mama mmoja ndani ambaye kwa muonekano tu ilikuwa inaonekana kabisa kwamba ni mama mwenye mjengo ama mke wa miliki wa pale. Kwa namna ambavyo alikuwa anaonekana, kulikuwa na magari ya kutosha nje pale. Niliweza kumsalimia yule mama. Mama aliitikia salamu yangu vizuri, aliweza kunionyesha majukumu ya kazi ambayo kuweza kufanya pale. Lakini kwa ndani kulikuwa na dada wa kazi ambao wao walikuwa wanaendelea kazi za ndani. Mimi nilifanya kazi yangu vizuri, nikamshukuru yule mama na baadaye akaweza kunilipa ujira wangu, nikashukuru na kuondoka. Kulala kwangu ilikuwa ni sehemu ambazo zina maduka, sehemu ambazo ziko za wazi, basi niliweza kujipumzisha hapo ili niweze kupata usingizi wangu na kujistiri. Ikawa ni hivyo tu. Nia na madhumuni ipate pesa walau ya kupata mawasiliano ili niweze kurejea nyumbani. Pesa ambayo itaweza kunifanya nipande gari, kwa sababu tulipokuwa tunaishi ni mbali na pale mji. Kwa sababu tulipokuwa tunaishi ni mbali na mji ambao nilikuwa pale. Msikilizaji, hii nyumba niliona kama kimbilio kwangu. Nilipokosa kazi niliweza kufika pale ili niweze kupatiwa kazi. Hakika huyu mama alikuwa ananijali sana na kunipatia kazi. Lakini jambo ambalo lilikuwa linanishangaza zaidi ni kwamba huyu mama, kuna siku nilikuwa nafanya kazi ya kuweza kulisha mifugo ambayo wao waliweka nyuma kabisa katika mabanda yao. Basi mimi dhania yangu ya kwanza, huyu mama alipokuwa ananiangalia kwa muda mrefu sana, ni kama alikuwa na daddy kitu. Lakini mimi nilienda mbali zaidi kuwaza kwamba huyu mama kwa nini ananitazama kiasi hiki? Kuna jambo gani ambalo yeye kwa upande wake labda analiona kwangu? Aidha nafanya kazi vibaya. Unajua mtu anapokuangalia alafu azungumzi chochote, anakukosesha hata kule kujiamini. Basi niliweza kukamilisha ile kazi vizuri, kulisha ile mifugo. Baada hapo nikalipa ujira wangu, nikaondoka. Hii hali ilienda karibu miezi miwili nilipokuwa naenda pale kufanya kazi kila siku, kwa sababu sasa waliniambia kwamba inabidi niende pale mara kwa mara ili niweze kufanya kazi kila palipokucha. Kwa hiyo nilijua kabisa kwamba ninakwenda pale kwa ajili ya kufanya kazi, na nilimweleza huyu mama kwamba maisha yangu ama sehemu ambako ninalala pako hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo kulikuwa kuna chumba fulani pale nje ambacho kilikuwepo kwa ajili ya watu ambao wangeweza kufika pale kama wageni. Kwa hiyo nilifika pale na nikakabidhiwa kile chumba kwa ajili ya kupumzika rasmi sasa kwa ajili ya kufanya kazi. Maisha kimkataba ya kazi yangu alisema kwamba tutakuja kuzungumza hadi mume wake atakaporudi huko alikokwenda kwa ajili ya biashara hizo ambazo alikuwa amefuata. Mimi sikuwa na hofu kwa kuwa ukaribu ule niliuona tangu awali. Niliweza kuimani kabisa kwamba hii inawezekana njia nzuri kwangu kwa ukombozi. Maisha yalikwenda hivyo.
Baadaye nikajiongeza mimi katika kile kipato ambacho nilikuwa nakipata kidogo kidogo. Nilitafuta walau kasimu kadogo kama mawasiliano ili niweze kutafuta mawasiliano ya Sebastian. Lakini swali ni je, nitampataje Sebastian ikiwa nambari yake ya simu ilikuwa katika simu ambayo aliondoka nayo yule mzee Victor? Nilijitahidi sana kutafuta mawasiliano yake, lakini nilikuwa nimekosa. Ikiwa ni siku ya Jumamosi, siku ambayo mara nyingi huyu mama huwa yuko pale katika ule mjengo. Niliamka siku hii na kufanya kazi zangu kama kawaida. Ndipo mama alipoweza kuniita siku hii na kuniambia kwamba, "Kwani wewe umetokea wapi? Yaani nyumbani kwenu ni wapi?" Nadhani ni sahihi kwake kama boss kufahamu kwamba huyu mtu ambaye anafanya kazi hapa ametokea wapi. Yaani naona siku hii alitaka kujua biography yangu kwa ujumla, kwamba natokea wapi. Nilimweleza ukweli wote wa kile ambacho nimekipitia huyu mama. Lakini bado mama huyu niliona kabisa kwamba bado ana kitu ambacho nahitaji kuendelea kuniuliza. Akaniambia kwamba mama yako anaitwa nani? Na baba yako anaitwa nani? Nilimweleza huyu mama kwamba baba yangu tangu makuzi yangu nikiwa mtoto sijawahi kumuona machoni mwangu. Nilikuwa tu na mama yangu, na hata baadaye alipokuja baba yangu mlezi nilikuja kumfahamu nikiwa na ufahamu zangu kama mtu mzima. Mama huyu aliweza kusikitishwa na historia yangu ambayo naweza kumweleza pale. Story ambayo kwa namna moja au nyingine, kwa mama ambaye anajua malezi, yeyote yule yani angeweza kumuumiza sana. Mama huyu aliweza kunitia moyo sana na kuniambia kwamba nisikate tamaa, bado umri ninao kuendelea kupambana na kuneemesha familia yangu, ama kuendelea kumpa faraja mama. Alipozungumza hivi aliendelea kuniumiza sana. Alinitonesha kidonda ambacho kilikuwa katika moyo wangu bado kibichi kabisa, kwa sababu sina muda mwingi nilitoka kumpoteza mama yangu. Niliinama chini na kudondosha machozi. Akaniambia kwamba shida ni nini? Kaambia mama, siko naye mimi. Ni miezi kadhaa tangu mama yangu anitoke. Mama huyo aliweza kuniomba radhi pale kwa kusema kwamba pole, sikujua kama mama yako amefariki dunia. Nilikuuliza kwa wema tu mwanangu. Mama yako kwani alikuwa anaitwa nani? Sikusita kumweleza ukweli huyu mama. Nilimwambia kwamba mama yangu alikuwa anaitwa Deborah Fernandez. Mama huyu alikaa kimya karibu dakika 5. Ndipo aliniambia kwamba kuna miaka fulani ya hapo nyuma, kipindi ambacho wangali katika nyumba fulani hapa mjini, waliwahi kukutana binti wa aina hii, na binti huyo aliwahi kufanya kazi katika marango hayo. Mama huyu aliweza kuingia ndani na akanitolea albamu ya picha, ama picha ambazo aliwahi kupiga kipindi ambacho walikuwa na familia yake na hao watoto wao ambao kwa sasa alidai kwamba wapo huko ughaibuni wakisoma. Kweli katika picha ambayo alinionyesha, sikutarajia kuiona picha ya mama yangu akiwa binti, mama yangu akiwa mfanyakazi katika ile nyumba ambayo niliweza kufika pale. Mama huyo aliniambia kwamba unamfahamu kwa sababu jina ambalo nimemtajia halikuwa geni masikoni mwake. Ndicho kitu alichoenda kuhakikisha kwamba je, huyu mtu niliyemtaja ni kweli anamfahamu na atawezaje kuthibitisha kwangu. Nilijihisi kwamba nimepata mtu ambaye amekuja kulikomboa katika maisha yangu. Nilijihisi kabisa kwamba hii sababu ambayo imenifanya mimi nipotee kule imeniongezea mwendo mzuri wa baraka na kuja kuwafahamu watu ambao aidha wanaweza kawa na kitu cha kufahamu kuhusu familia yangu. Mama huyu alinieleza ukweli mtupu kuhusu na safari ya mama yangu Deborah Fernandez, kwamba aliwahi kuishi katika nyumba yake akifanya kazi za ndani, lakini yalitokea matatizo mengi sana baada ya kupata ujauzito ambao alipewa na mume wake. Nilimuuliza kuhusu huyu mzee pia ambaye ni mmiliki wa haya majengo. Akasema kwamba amesafiri, amekwenda nchi za nje, atakaporudi atakuja kumweleza habari kama hizi. Baada ya siku kadhaa mzee huyu aliweza kurudi
Ni siku ambayo usiku niliweza kusikia gari ya kifahari ilipoingia pale na wakampokea, na kulivyopambazuka mke wake aliweza kuniita mimi pamoja na huyu mume wake. Mzee aliweza kuelekezwa kila kitu, na hakika kitu ambacho kilikuwa kimemtisha yule mama, ama kilichomfanya huyu mama aendelee kunitazama na kunifuatilia mimi, ni kwa namna moja au nyingine kwamba nilifanana sana na yule baba, yule mzee wa nyumba, ama kwa kipindi hicho naweza kumuita kama alikuwa ni boss wangu, japo sikupata kumuona machoni. Niliweza kujitambulisha kwake kwamba mimi naitwa Rodney. Baba huyo aliweza kuinama chini na kudondosha machozi kama mwanaume kwa kusema kwamba hakika amempata mtoto wake, mtoto ambaye alikuwa amemhangaikia kwa muda mrefu sana kumpata mikononi mwake, mtoto ambaye ilikuwa ni sehemu ya makosa ambayo aliyafanya kwa kumkatili mke wake, kwa kuzaa na kijakazi wake, lakini yote waliweza kusameheana. Lakini kubwa zaidi ambalo lilikuwa muumiza ni kumpoteza kiumbe kama mimi au malaika kama mimi, asijue kwamba ninaishi wapi. Baba yangu aliweza kunikumbatia siku hii, na ni rasmi ndio siku ambayo niliweza kumjua baba yangu mzazi. Na kuanzia wakati huu tena sikuwa kijakazi katika nyumba, bali nilikuwa mtoto wa mfalme. Niliishi vizuri, nilienda kununuliwa mavazi mazuri, nilipewa nafasi ya kila kitu ambacho nilikuwa nakifanya, hadi ambapo hawa watoto ambao walikuwa nasoma Ughaibuni waliweza kurudi na kutambulishwa kwamba mimi ni kaka yao, waweze kuniheshimu na wasinidharau, na ni miongoni mwa watoto ambao wana majukumu ya kusimamia baadhi ya kampuni ambazo yule mzee alikuwa anaendesha. Na mimi nilipewa kampuni ya kusimamia ubadilishwaji wa matairi ya magari, kwa sababu nilimweleza ukweli kwamba nilikuwa na experience ya kutengeneza magari. Kwa hiyo mzee alitumia uzoefu huo kwangu na kunipatia nafasi kama meneja wa kampuni ambayo ilikuwa inasimamia ubadilishwaji wa magari ama ubadilishwaji wa tairi za magari. Baada kukaimu kama wiki 2 katika ile nafasi, nilimwomba ruhusa huyu mzee kwamba naweza nikasafiri kuelekea sehemu ambako niliacha watu wangu wa karibu. Hakika huyu mzee alinipa nafasi, ama naweza kumuita baba yangu. Nikarudi hadi huko ambako alikuwa naishi Sebastian. Nilikuta pahala pale alishahama, amehamia sehemu nyingine, lakini bado wasamaria wema walinielekeza kwamba hakuhamia sehemu ya mbali. Niliweza kumkuta Sebastian akiwa amekata tamaa kwamba kwa kujua mimi sikuwepo tena duniani. Nikamueleza yote ambayo nilikuwa nimekutana nayo, lakini kubwa zaidi nilimuuliza kwamba Valencia wangu yuko wapi. Aliniambia kwamba Valencia alikaa kwa muda mrefu sana, lakini alikuja kuchukuliwa na wazazi wake baada ya kumtafuta kwa muda mrefu kwamba yuko wapi, wakijua kwamba mtoto wao amepotea. Na wakati huu niliweza kufika kwa kina Valencia nikiwa sambamba na Sebastian, kwa sababu tayari alishapajua kwao. Valencia alifurahi sana. Niliweza kujitambulisha kwa wazazi wake kwamba mimi ni nani. Vivyo hivyo Valencia alinipa ushirikiano mkubwa sana. Haikuishia hapo tu, bali ufufuo wa mapenzi baina yangu mimi na Valencia uliinuka tena, kwa sababu nilikuwa nina kiu ya muda mrefu ya mapenzi ya dhati dhidi ya Valencia. Ningelifanya nini ikiwa nuru yangu ipo ingali kwa huyo binti? Ikiwa dhati ya maisha yangu ilikuwa ingali kwa huyu binti ambaye alionyesha ukarimu machoni pake, alionyesha kunijali na kueleza ukweli wa kile ambacho alikuwa nakipitia dhidi yangu. Tulipata wasaa kuzungumza mengi sana mimi na Valencia, na kwa wakati huu ilikuwa ni lazima niweze kueleza wazazi wake ukweli wa kile ambacho nilikuwa na feel kwa mtoto wao. Nilionyesha dhamira yangu ya dhati kabisa kwamba ningehitaji kuwa na mtoto wao katika maisha yangu. Kama ni utaratibu mwingine, aidha wa uchumba ama utaratibu wa kuja kufunga ndoa, ungeweka hadharani, kwa sababu tayari nilikuwa ninajiweza kipesa. Tayari nilikuwa nina nafasi kubwa sana ya kuaminiwa na baba yangu mzazi. Basi utaratibu wote ulifuata. Mara baada ya kumweleza baba yangu kwamba nina mchumba nimempata, na ni huyu ambaye nimeweka matarajio makubwa sana kuweza kufunga naye pingu za maisha, baba yangu na huyu mama yangu pia wa kambo aliweza kuridhia na kunipa baraka zote. Nilipewa baraka zote
na tuliweza kukamilisha hili jambo kwa muda mfupi sana. Familia hizi zikaungana pamoja, na hata Sebastian aliweza kufurahi sana kwa kuniona mimi narudi katika mstari mzuri wa furaha katika maisha yangu, kupata illusion mpya katika maisha yangu. Mimi na Valencia hakika tukawa mwili mmoja katika uhalali wa kuhalalishwa na familia, lakini hata nyumba za ibada. Niliweza kurudi na Valencia katika makazi yangu, ambayo baba yangu aliweza kunizawadia gari ya kutembelea, lakini pia kunijengea nyumba kwa ajili ya kuanza kuishi maisha yangu mimi na Valencia. Lakini sikuacha kusimamia kampuni ambayo aliweza kunikabidhi. Sikuacha kuendelea kusimamia na kumshauri mambo mengi sana, kwa sababu umri wake ulikwenda na alihitaji kijana au mtoto wa nguvu ambaye angehitaji kumshauri na kumongoza katika masuala yake ya kawaida. Mimi rudi hadi na kusimulia leo hii simulizi juu ya huyu my Valencia wangu ambaye alikuwa sababu ya mimi kumfahamu. Valencia ambaye alipoteza matumaini. Valencia ambaye alinifanya niweze kuishi kwa mawazo pale ambapo nilimpoteza. Hakika leo amerudi katika mikono yangu. Valencia kwa sasa ana ujauzito na natarajia kupokea mapacha kwa mujibu wa vipimo ambavyo tumevifanya awali. Kuna pacha wangu wa kiume na kike. Ninamwombea mema Valencia wangu aweze kujifungua salama, na hakika nina imani kama pacha huyu wa kike nitakapompata mikononi mwangu nitaenda kumpa jina la mama yangu Deborah. Msikilizaji, mimi sina la ziada kukusimulia hii simulizi. Ni kusihi tu endelea kusikiliza ama kurahani simulizi nyingine nyingi kutoka hapa Chilimo Simulizi. Kama hujasubscribe, basi subscribe na kubonyeza alama ya kengele, bila kusahau kushare kwa marafiki na kucomment kwa wingi kwa simulizi nyingi ambazo zitakujia kutoka Chilimo Simulizi. Ni kusihi tufuatilie sehemu ya 3 ambayo itakuwa ni sehemu ya mwisho kabisa ya simulizi inayoitwa The Last Fight. Main character ana mambo ya kutusimulia kama yote. Sijui ni yapi hayo. Nini ambacho ameendelea kukiona? Je, hatma ya maisha yake ikoje? Usisite kurahani simulizi hii kutoka Chilimo Simulizi, itakuwa ni sehemu ya mwisho kabisa. Asante na nikutakia wakati mwema. Pole kwa changamoto ya usimuliaji wa leo, kwa sababu siko sawa sana kiafya, lakini nimejitahidi sana niweze kukufikishia hii simulizi. Kama sauti utakuwa umesikia imepoa hivi, basi ni ile tu namna ambavyo najisikia leo, kwamba hali ya mafua na nini, lakini si haba, kwa sababu nimehakikisha kwamba nakuletea simulizi kwa wakati. Siwezi nikakuacha ukae kinyonge hivi una stress ya Chilimo hajaweka story, lakini nitajitahidi kadri uwezo wangu ili kwamba nihakikishe kwamba nakuwekea simulizi kwa wakati sahihi. Nawapenda sana.